نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ذكر صاحب المغازي الإمام ابن هشام في سيرته، amelitaja au ametaja al-Imam Ibn Hisham katika sira yake hadathan, tukio la kudumi nabii sallallahu alayhi wasallam ila Quba. Mtume alipotoka Madina, alipotoka Makka na kufika katika mji wa Madina, nasala alifikia kwenye kabila la Bani Amr ibn Aufi, ni mji wa watu. Alifikia katika mji huo sallallahu alayhi wasallam, wakamwijia watu wawili alayhi salatu wasalam mughallisin, wakija kwenye kumuona mtume wakati ambao ulikuwa mughallisin, wenye giza totoro, na ulikuwa wakati wa mwisho kabisa wa usiku. Watu wawili wale, tukio hili analihadithia Ummul Mu'minin Safiyya bint Huyay radhiyallahu anha, anasema watu wale wawili walipokuja wakati huo wa ghalasi, wa giza giza kuingia na mchana na asubuhi, mmoja wapo akamuuliza mwenzake, ahuwa huwa, je, huyu ndiye mwenyewe? Bimaana anamkusudia, je, huyu ndio Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Yule mwenzake akasema, naam, huwa, ndiye mwenyewe huyo. Akauliza tena, fama fi nafsika minhu, unajikuta kwenye nafsi yako kuna jambo gani kunako huyo bwana? Hawa ni Mayahudi, walikuja makran li nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam wa adawatan lah, walikuja kumfanyia vitimbi, tena kumfanyia uadui sallallahu alayhi wasallam. Anamuuliza mwenzake, je, huyo ndiye Muhammad? Akamwambia ndiyo. Unajikutaje kwenye nafsi yako baada ya kumuona na kuona vitendo vyake? Qala, yule akasema, inna adawatahu alayya ma baqiyat, hakika uadui wangu niliyokuwa nimempa nao Muhammad, wallahi ma baqiyat, wallahi haujabakia hata kidogo. Uadui niliokuja nao na
shari iliyokuja nayo dhidi yake, ma baqiyat, haujabakia. Enyi waja wa Allah subhanahu, inna siraa baina alhaqi walbatil walislam walkufr ma zalat mustamirra, wadui na mapambano baina ya haki na batil, juu ya Uislamu na ukafiri, wadui huu bado upo, unaendelea. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawatoacha kukufanyieni vitimbi. wala yazaluna yuqatilunakum, hawatoacha kukupigeni vita nyinyi Waislamu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, mpaka wahakikishe wamekurejesheni kwenye Uislamu, wamekutoweni kwenye Uislamu, mmekuja kwenye mila nyingine, in istata'u, ikiwa wataliweza hilo. Sira'u baina alhaqi walbatili qaimu, ugomvi baina ya haki na batili bado upo. Asidhanie Muislamu kwamba uadui huu na ugomvi huu umekwisha, kalla wa hasha. Wanakuja na mwambia Mtume sallallahu, wanakuja kwa ajili ya kumfanyia uadui Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfanyie vitimbi. innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, lengo wamdhuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Uadui upo, haki na batil lazima vipambane asubuhi na mchana na jioni. Hata kama wewe utaishi maisha ya taraf, utaishi maisha ya kawaida, maisha ya mali, maisha ya kitajiri, lakini fa'alam rahimakallah, tambua ewe Allah kurehemu ya kwamba ugomvi baina ya haki na batil bado upo kwenye ardhi hii. Ibadallah, inna min asbabi an-nasr, miongoni mwa sababu za sisi kupata ushindi, za kuweza kurejesha majidana, nguvu yetu na ushindi wetu kwenye ardhullah, kwenye ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min dhimni tilkum al-asbab, miongoni mwa sababu hizo enyi waja wa Allah subhanahu, tahqiqul ubudiyyati lillah, ni watu kuhakikisha anayeabudiwa ni Allah peke yake jalla jalalu. Wakalisimamia hili jambo la watu kumwabudu Allah, viumbe wote wakamwelekea Mola wao tadarruan, kwa kujinyenyekeza, wa duaan, na kumuomba, wasti'anatan, na kwa kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka Waislamu kwa ujumla wetu, upande wote tuliopo kwenye hii dunia, tutapata ushindi wa kupata nasru min Allah jalla jalalu. Na haya ni wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah subhanahu anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, ametoa ahadi Allah subhanahu kwa wale walioamini miongoni mwenu, wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya kuwa ni makhalifa, viongozi kwenye ardhi, kama istakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa uongozi na kuwapa utawala na kuwapa ardhi waliokuwa kabla yao. Kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawawekea nguvu kwenye dini ambayo Allah amewaridhia nayo. Dini yenu itakuwa na rif'a, itakuwa na hali ya juu na unyanyuaji wa hali ya juu, itakuwa ina nguvu. Ukitaja Uislamu, nyoyo za makufari zinatetemeka. Wakitajwa wanajeshi wa Kiislamu, makufari kwa namna yao yoyote watakuwa na hofu. wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia baada ya kuwa walikuwa na hofu, watakuwa na amani. Walikuwa na wasiwasi, watapata utulivu. wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, sharti la wao kufikia haya yote,
ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi Allah peke yake. Ya'budunani, waniabudu mimi Allah subhanahu, la yushrikuna bi shay'a, wasinishirikishe kwangu mimi na kitu chochote. Alilotakiwa kupelekewa Allah apelekewe yeye peke yake. Majini hawana nafasi, mashayatini hawana nafasi, binadamu hawana nafasi kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Wanadamu katika huu umma lau watahakikisha jambo la tauhid, jambo la kumwabudu Allah, na wakakimbia mizimu, wakakimbia mashayatini, wakakimbia waganga, wakakimbia matambiko mbalimbali, wakayaacha hayo yote, wakamwelekea Mola wao, ukhilafa kwenye ardhi kwa wao unakuja. Dini yao itakuwa na nguvu. Bashir hadhihi al-umma bis-salam war-rif'a. Mtume kashatoa tabshiri namna hiyo, bashir hadhihi al-umma bis-salam war-rif'ati. Umma huu utapata bishara ya kuwa na hali ya juu na kuogopwa, watu wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili jambo la kumwabudu Allah, jinsi lilivyochafuliwa, lilivyoingiliwa na namna mbalimbali za ara na aina mbalimbali za maoni na mitazamo, watu wakaondoshwa kwenye hakika ya hili jambo, wakapelekwa kwenye jambo lingine. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Ushindi utakuja kwetu sisi. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu, tutawapa ushindi wajumbe wetu na wale walioamini miongoni mwenu nyie pia tutawapeni ushindi. Mtakuwa mna nguvu kwenye hii ardhi, fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Na mifano iko wazi juu ya waliotutangulia katika al-khairiyya, namna ambavyo walivyolihakiki jambo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasri ya Allah tabaraka wa ta'ala ikawateremkia, na wao wakiwa ni watu wachache, lakini nyoyo zao zimejaa iman, nyoyo zao zimejaa mahabbatur rahman, na nyoyo zao zimejaa mahabbatu sayyidi Adnan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'dhiman li sha'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, miongoni mwa sababu za sisi kupata ushindi na kuweza kuvishinda vitimbi vya maadui hawa, wakiwa ni maadui wa Kiisraeli, wa Kiyahudi, wakiwa ni maadui wa Kinasara, yakiwa ni mataifa makubwa duniani yanayoeneza propaganda mbalimbali za kuwatia udhaifu wa Uislamu, ikiwa ni maadui wa ndani minal munafiqin. Miongoni mwa sababu za kuleta majdu hadhihi al-umma ni nasru hadha ad-din, ni sisi kuwa tayari kuinusuru hii dini. Sisi wenyewe Waislamu wenyewe tukubali kuinusuru hii dini. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Enyi wale ambao wameamini, in tansurullah, ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, aljazau min jinsi al-amal, yansurukum, na pia Allah atakunusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, na atakuthibitisheni nyayo zenu, vishindo vyenu vitakuwa ni imara, nguvu zenu zitakuwa ni imara, mnapokanyaga kote kuna baraka. Lakini kwa sharti, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jambo la kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala,
amelieleza pia Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an nini maana ya kumnusuru Allah. Qala Maula jalla jalaluhu, pia Allah anasema alladhina immakannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladhina immakannahum fil ardi, wale ambao tukiwapa nusra na nguvu kwenye ardhi wakawa ni watawala, wakawa ndio wanayaendesha mambo kwenye ardhi. Immakannahum fil ardh wa aqamu as-salah, na wakasimamisha kwa uimara ibada ya sala. Wa atau az-zakah, na wakatoa zaka. Wa amaru bil ma'ruf, na wakaamrishana yaliyokuwa mema. Wa nahau 'anil munkar, na wakakataza yaliyokuwa mabaya. Walillahi 'aqibatul umur, na kwa Allah peke yake ndiyo kuna mambo mazuri ya mwisho yanaishia kwake yeye subhanahu subhana. Ibada ya sala, ibada ya zakat, ibada ya siyam, ibada ya haji, ibada ya imanu billah, ibada ya jihadun fi sabilillah, lakini pia ibada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tukazitekeleza hududullah, mipaka ya Allah tukaitekeleza, tukaisimamia furadan, mmoja mmoja, kila mmoja kwa nafasi yake, lile lililokuwa la haki ya Allah subhanahu akalitekeleza. Alladhina immakannahum, hawa ndio wale watu ambao tukiwapa umakini kwenye ardhi hii, tukawapa ushindi, wakawa ni watawala, wasimamiaji wa mambo. Aqamu salata, utawaona wanaharakisha sana kusimamisha swala. Haya mambo ikiwa tutayatekeleza, Mola wetu subhanahu wa ta'ala atatukabidhi hii ardhi na atatupa ushindi uliokuwa wa hali ya juu. Ibadallah, as'alukum su'alan wahida, napenda kuulizeni swali moja. hal yunsaru hadhihi al-umma bil qadhifina li a'radi azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum? Umma huu unaweza ukapata majiduha? Je, unaweza ukapata nusura yake kwa kupitia watu wanaowatusi na kukitusi heshima ya Muhammad kupitia wake zake sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum? Umma huu unaweza ukapata nusra bisabina li ashabi rasulillah. Umma huu unaweza kupata nusra, ushindi, ukaweza kuwateteresha Amerika, ukaweza kuwateteresha Israeli na mataifa mengine yanayoleta propaganda kwenye ardhi. Umma huu unaweza ukapata majduha kupitia watu ambao vitabu vyao vimejaa sumu, vimejaa matusi dhidi ya watu bora kwenye ardhi hii, masahaba. Watu ambao akitajwa Abu Bakari Siddiq wanatamani ardhi hii pasuke, wamchimbue ndani ardhi, wamchome visu. Walihadha, na ndio maana mmoja katika makuwadi ashia, mmoja katika viongozi wakubwa wa kishia alioandika kwenye vitabu vyake ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia ashiatu al-iraniya wakaweza kuimiliki bara Arabu lote, wakaweza kuingia Makka wal Madina, wakaingia katika mji wa Makka, wakachukua Hajarul Aswad, jiwe jeusi, wakalipeleka Karbala, ardhi ya balaa, wakaipeleka kwenye mji wao wa Karbala. Lakini wakati huo huo wakaweza kuingia kwenye mji wa Madina, mji aliosikwa ashrafu nnasi fi hadha al-ardh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakauchukua mwili wake. Anasema wakiimaliza hii khutwa, mpango huu ukifanikiwa, tukaweza kulihamisha jiwe jeusi pale, tukautoa mwili wa babu yao na Hassan na Hussein, kinachofuata ni imbishash, ni kutoboa na kuchimbua chini, kutoa miili ya masanamu wawili, miili ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, na kuifanyia majeraha makubwa sana.
mmoja katika viongozi wa Kishiatul Irania, wale ambao kwenye vifua vya baadhi ya Waislamu wamejaa mapenzi ya kuwapenda kwamba hawa ndio watu wanaomteteresha Amerika, ndio watu wanaomtia hofu Muisraeli asilale. Katika khutwa zao ni hizi, mikakati yao ni hii, kwenda kuutoa jasadun sharif, mwili wa kiumbe mtukufu, mwili wa kiumbe mbora, ambaye nafsi za Waislamu leo hii duniani zinatamani sione hata unywele wake sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaonekana ni mashujaa kwenye ardhi hii, wanautamani waufukue ule mwili na wauhamishe, waupeleke kwenye ardhi ya balaa. Nini unategemea nusra kupitia watu namna hii? Watu wanaohalalisha liwat, wanahalalisha tendo la ndoa la zina, wanahalalisha ndoa ya zina ya mut'a, wanahalalisha jambo la liwat, lakini ni watu waliojaa aina mbalimbali za ushirikina. Mnategemea nini kwamba hawa watu ndio walete majidu hadhihi al-umma, utukufu wa Uislamu huu? Ayuha nnas, kamwe hautoweza kuja kupitia watu wale, isipokuwa watakaporejea fi kitabillah, wakarejea kwenye kitabu cha Allah, wakajiepusha na matusi yao na wakajiepusha na kuitani dini ya Kiislamu. Dini walionao Mashia sio Uislamu. Ashiatu Ithna Asharia wa Shiatu Ismailia na wengineo, hawa Uislamu walionao sio dini yetu sisi. Hawa wana mila ya kimajusi ya kuabudu moto, wana mifumo walioikusudia kuja kuitawala hii umma, hii ardhi. Hakuna haja ya kuwashadikia watu hawa, kwa sababu hakuna nusra ndani yake. Enyi waja wa Allah subhanahu, lichukua hili swali, liingize kwenye akili yako. Muda wa kuwa Mola wako amekuwekea mipangilio ya kupata nusra, miongoni mwa mipangilio hiyo ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu, na miongoni mwa kuinusuru dini ya Allah ni iqamatu salah, ni kusimamisha sala. Na Waislamu wote qatibatan sharqan wa gharba, Waislamu wote duniani tunakubali ya kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Isra wal Mi'raj. Alipofika Isra wal Mi'raj alikabidhiwa swala tano. Aina tujadu khamsu salawati inda Shia? Swala tano zinapatikana wapi kwa Mashia? Ulishawahi ukakaa ukaona dhuhuri imetolewa, imeingia dhuhuri, imeingia alasiri, imeingia magharibi, isha na fajr, ukaona jam'un ghafir, kundi kubwa la Mashia linakwenda msikitini? Ushawahi kuona wapi haya? Tulipoambiwa miongoni mwa njia za kupata nusra ni tahqiqul ubudiyyati lillah, ni jambo la kumhakikisha anayeabudiwa Allah subhanahu ni peke yake. Wapi ushaukuta huu msingi unafanywa kazi inda Shia? Bali wamefikia madaraja ya kusema maimamu 12 Ashiatu Ithna Asharia al-Imamia wamefikia kusema aimmatuna, maimamu wetu 12 ya'lamuna al-ghaiba, wanajua mambo ya ghaibu ya siri. Unategemeaje watu hawa wataleta nusra ya kumshinda Marekani na Mrusi na Mchina na wengineo? Hakuna nusra ya Mola wako inaweza kupita kwenye watu wa sampuli hii. Hii ni siasa wanaorubuniwa nayo Waislamu duniani, ni siasa ya watu wanahitaji ardhi kwenye hii dunia, wanahitaji kuendeleza pawa zao, wanahitaji kuendeleza propaganda zao, sio ugomvi wa dini hata siku moja. Una simu wewe, fungua uangalie kwenye mitandao yako, nchi ya Irani lini ilisimamisha sheria za Allah? Wapi? Al-Iran, Jumhuriyatu al-Iran ilisimamisha hududullah. Bali ndugu zangu,
shahida shahidu min ahliha, anayejua Kiarabu akafungua kitabu kinachoitwa lillahi thumma litarikh. Kwenye Arabu kuna shida hii ibara, lakini kwa maana fulani inakuja lillahi thumma litarikh. Anayejua Kiarabu asome hichi kitabu. Huyu ni mshia aliyebadilisha ushia na akawa ni min ahli sunna na walimuua, akaandika vitabu hivi lillahi, kitabu hichi lillahi thumma litarikh. Yani ninaandika kitabu hichi kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya historia ikumbukwe. Alikuwa akiishi Qum pale pale Irani ndani. Kitabu kile kimegawanywa mashariki mwa ardhi na magharibi mwake. Wanajua kukisoma, wanajua Kiarabu, wanaona yaliyomo ndani kuna siri kubwa. Ametoa siri nzito sana, na ndio maana hakukaa muda pia walimuua. Ndugu zangu, atakhda'una min haula? Hivi ni kweli Muislamu umekaa unahadaika na watu wa sampuli hii? Watu wanaomwita mama wa waumini ni malaya. Watu wanasema Qur'an unaoisoma wewe imesifuta aya zinazothibitisha wilayatu Ali, kwamba kuna aya zilizomo ndani ya msahafu zilikuwepo kabla. Mmekuja nyinyi manawasib, mmeziondosha. Zilitaja wasia wa Allah kwamba baada ya Muhammad mtawala awe Ali. Vitabu vyao vinathibitisha ya kwamba katika malaika ambayo wanamchukia mislul yahudi, na hapo panazungumzwa utofauti baina ya Shia na al-Yahud. Miongoni mwa fawarik bainahum ambazo zinazoonyesha sio tofauti, ni uhakika, Mayahudi wanamchukia sana Jibril na Shia wanamchukia sana Jibril. Kwa nini? Kwa sababu Jibril alipewa wahi kwenda kumteremshia Ali bin Abi Talib, akaugeuza akamteremshia Muhammad na akawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni malaika mbaya, wala si malaika wa kufuatwa wala kusikilizwa. Watu hawa ndio matarajia nyinyi waje wa unusuru huu umma, waje wamwangushe Marekani, ndio waje waibomoe mali na ngome za silaha kubwa kubwa za Kimarekani. Mnategemea hawa? Naam, watafanikiwa kidunia, lakini sio kwenye dini. Watafanikiwa kwenye dunia, lakini sio kwenye dini. Ayuha nnas wafiqhu, hebu tuzindukeni ayuha almu'minun. Huu sio wakati wa kuanza kusinzia. Hawa watu lau Allah atawapa ardhi, na kuambieni tena, vitabu vya historia ya Shia, Allah akiwajalia wakaimiliki ardhi yoyote, ima ya Tanzania, ima ya duniani au ya Afrika, awwalu shay'in dhabhil mu'minin, jambo la mwanzo ni kuwachinja wote wasiokuwa Shia. Kila asiyekuwa Shia lazima achinjwe. Ni watu wanaokuhukumu wewe kwamba wewe ni mtoto wa zinaa, wewe ni kiumbe ambaye unamkia nyuma ya mgongo wako, ni mtu ambaye ni halali kuuliwa, damu yako ni halali. Shia anapokutazama hivi, anakutazama kwamba wewe ni kafir, kama alivyosema Hassan Shehata alayhi min Allah ma yastahiqu. Ayuha nnas, tunazungumza hizi asbabu nasri. Msitazame kwenye vitabu vya Mola wenu na sunna ya nabii wenu. Tayari mtume wenu ashaeleza njia za kupata ushindi na kuwashinda makufari zipo. Sio kushabikia hawa majusi, kushabikia hawa watu wachafu, watu waovu. Wanakuja katika ardhi zetu hii bi kalimatin wahida yusammunaha taqiya wa hiya kadhiba. Wamekuja kwenye ardhi zetu hizi, neno lao ni moja tu, wao wanaishi na kitu kinachoitwa taqiya, kujificha. Yani wanajificha wasikuonyesheni ubaya, lakini huu ni kuhalalisha urongo. Na haya tunayasema nahnu ala dhukri. Tarehe na historia zinakwenda na kujirejea. Yawezekana nazungumza hapa nikiwa hapa, kesho sipo. Yawezekana nikazungumza hapa na kesho kutwa kaja mwingine, dunia ikabadilika. Shia wakafanya walioyafanya kwenye hii dunia, Allah wakapata sapoti mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali, wakaweza kuimiliki ardhi yote ya Hijazi na Sham. Wallahi tutaona maajabu makubwa sana, tutaona maajabu makubwa sana.
hiyo Makka na Madina itakuwa ni ya kusikika tena. Miji ambayo kila Muislamu anatamani aende kafanya ibada, litakuwa ni jambo la kihistoria. Na nyie mnaona ya kwamba nchi ya Iran inamiliki leo hii Kaaba. Nchi ya Iran inamiliki Kaaba, Kaaba isiyokuwa na jiwe jeusi. Khomeini wa mwanzo aliyepigana na Saddam Hussein, Khomeini yule wa mwanzo kabisa, Allah alipomdhalilisha baada ya kuwa wanakwenda kumzika, wakiwa wanafanya tawafu kwenye Kaaba yao, mwili wake ulifuruka akawa yuko uchi wa mnyama. Khadhalan, udhalilifu wake wa huwa hayyun wa huwa mayit, akiwa hai na amekufa. Allah subhanahu akamdhalilisha. Wana Kaaba yao wamekosa jiwe jeusi. Hawa ni watu wana shauku ya kuuteka umma wote huu. Tanzania hapa kuna vituo vingapi vya kishia? Bilali Muslim ni ya kwao hiyo. Propaganda za kuwasaidia wanafunzi wa vyuo wasiokuwa na msaada ni kubwa sana. Wanafunzi wanaosoma vyuo vikubwa humu Tanzania, baadhi huwa wanakwenda katika taasisi zao na kuomba msaada wa kusomeshwa. Wanafanya haya yote, bali wakati mwingine wanatoa hadi sponsor kuwapeleka watu wakasome nchi yao ya Iran. Waangalieni wa Nigeria waliopelekwa Irani wakaenda wakasoma masters na madigrii ya juu kabisa, waliporudi wakafunguliwa vyuo katika nchi ya Nigeria. Leo hii huwezi ukatamani kama wali wa Nigeria. Lawatin ni watu wachafu, waovu, wazinifu wakubwa sana. Ni watu yatahawaruna bi amri salah, ni watu wazembe kwa jambo la ibada ya sala. Hawana mambo ya tauhid, ni wazungu wenye propaganda zao zingine na wakiuleta ushia katika nchi Nigeria. Ndugu zangu, tunayasema haya na sisi tunazungumza tukiwa katika ukumbufu, tunakumbuka haya tunayosema, lakini historia inarudi. Kama sio sisi basi wengine. Tusiombe nusra kupitia kwa wale watu, tusitoe dua ya kuwaombea watu wale washinde. Kuna hatari kubwa sana itaukuta umma huu wa Kiislamu, ambayo yandami minha aljabin, macho yatatoa machozi, macho yatatoa machozi. Al-Imam Abu Hanifa, namaliza, ameshafariki muda mrefu sana, miaka 150. Amefariki mwaka 150 hijiria. Walipokwenda kwenye kaburi lake Dawla Safawia, huyu Ismaili Safawi na watu wake walikwenda wakachimbua kaburi la Imam Abu Hanifa. Walipolichimbua lile kaburi, wakautoa ule mwili wake. Kisha baada ya kuutoa mwili wake kwenye lile kaburi ndani, wakatia vinyesi, alafu wakatengeneza choo pale. Halafu pembeni wakamfunga nyumbu. Kaburi lake lipo karibu na soko fulani, kuna mtu yuko pembeni huko, akafungwa nyumbu. Mtu yoyote anayetaka kuja kukidhi haja anampanda yule nyumbu, anakuja kukidhi haja kwenye lile kaburi. Ma dhambu hadha al-imam? Dhambi ya Imam Abu Hanifa iko wapi? Dhambi yake iko wapi mpaka kaburi mlifukua kiasi hichi? Miaka hiyo Dawla Safawia kutia kinyesi ndani ya kaburi lake na kuutoa mwili wake na kukatakata mifupa na kumjeruhi zaidi, na tayari ashafariki rahimahullah. Haya ndiyo atakayokuja kwa Shia wakishika ardhi hii. Hao naona kana Jalala, Omari Mayunga, sio Ali Mayunga na wenzao wote waliopo katika mji wa Dar es Salaam, wanaotembea na manguo yao meusi, wanafanya ziara na zafa mbalimbali. Hao watu hao wanaoshiriki na baadhi ya Waislamu kwenye mawali, wanatoa sadaka zao za michele, wanatoa sponsor mbalimbali za vijana, wanawakabidhi madonge manono baadhi ya mashehe wasione dosari zao. Hao watu hao siku Allah akawapa simamu ile BAKWATA au usimamizi wa nchi hii kwenye mambo ya dini uko chini ya Shia Ithna Asharia, yatakuja kukumbukwa haya maneno leo hii mwaka 1447. Kwa waliomo humu ndani watayakumbuka haya maneno, namna ambavyo taadhibu itakayofuata, namna watu watakavyoadhibiwa.
Shia si wa kumtazama kwa uso. Shia ni kumsoma vitabu vyake, ana nini ndani, ana mikakati gani juu ya huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kumuona kamiliki nyuklia, sio kumuona anajichanganya na watu. Kadhab, mrongo mkubwa yule, hana ukweli wowote. Irani ni daulatun shiia zindiqia, ni dola ya kishia ya kizandiki, haina nia hata moja ya kunusuru Uislamu. Inahitaji imiliki mipaka ya dola la Kiarabu lote. Hijazi yote inataka iwe chini ya mshia, na wakati huo Muisraeli na yeye pia anahitaji kumiliki minal Furati ila Amin, kuanzia mto wa Furati huko Iraq, Sham juu mpaka katika nchi ya Misri. Anataka mipaka yote iwe chini, liwe dola moja linaloitwa Israeli. Hapa hakuna dini inayopambanwa, hapa ni siasa ya kitawala, na Marekani anampa nguvu Muisraeli. Haya tunayoyaona ya maandamano ya watu wa Irani, sio kumpinga mtawala yake, haya yote ni mambo ya kisiasa. Yuhannas, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alla yuqima dhahrahum, asiwezi kunyanyua mgongo wao hata mmoja. Wa ayunadina min fitnatihi, na atuokoe kutokamana na fitna zao, na awaachi watu hao wakisalitiana wao kwa wao, waendelee katika mapambano baina wao kwa wao, na atuache sisi tukiwa salimin. Allahu a'lam, sijui ibada ya haji mwaka huu itakuwaje. Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Sijui ibada ya haji na umra kwa watu wa leo hii watafanyaje. Tumuomba Allah subhanahu au nusuru Uislamu na Waislamu. Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.